Katika media day ya klabu ya soka ya Azam Football Club, na mbele yangu mimi niko naye Pasco Gaudens Msindo. Tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo. Ndugu yangu uko poa? Uko poa. Mzima upo? Upo alhamdulillah. Mwezi mtukufu Ramadhani mafunga lakini. Ushaisha tayari. Ushaisha. Pasaka? Sasa bado. Mwaliko mpaka? Bado. Pasaka sasa sina nusu na mimi ndio nataka nialike watu sio nialike. Au inabidi ualike? Hilo ulialika. Mimi nimesherehekea pia. Hapa jirani walikualika? Hamna, nimefunga zote. Humu ndani walikualika? Wapi? Hamna. Hujaalikwa? Nipe mchoyo. Nimekosa mwaliko kote kote. Bwana, tuanzie hapa bwana, tunataka kufahamu jambo moja bwana. Mwenendo wa Azam Football Club kwa msimu huu ndani ya duru ya raundi ya kwanza. Matarajio ambayo mlokuwa nayo, mnaona kwa namna moja ama nyingine mmekwisha kuachieve? Kwa mikakati kama timu na plani kama timu bado tupo katika mipango yetu ile ile. Hamna kilichoharibika kwa maana mpaka sasa tujapoteza mchezo wote zaidi ya kudraw. Kwa naamini bado tuna safari ndefu na sisi kama timu tumejipanga kupambana mpaka mwisho wa ligi ndio kila kitu kitajulikana. Tathmini yenu kwa namna ambavyo mzunguko wa raundi ya kwanza ligi kuu Tanzania bara, mnaionaje mkiwa kama wachezaji wa Azam? Kwa tathmini yetu kama nilivyosema, ukiangalia katika misimu iliyopita tulipoteza mechi nyingi katika mzunguko wa kwanza, lakini katika msimu huu wa ligi kitu hiko hakijaweza kutokea kwenye timu. Kwa hiyo mimi naamini sisi kama timu bado tuna mikakati ile ile mizuri na kikubwa tunaendelea kupambana na kufocus katika mechi ambazo zimebakia. Tuzungumzie duru ya raundi ya kwanza, mechi kadhaa ambazo mmekutana nazo. Ni mechi ipi ambayo kwa upande wenu ilikuwa ngumu kweli kweli kwenda kuwakabili, ambako mnasema hakika kwa katika duru hii ya raundi ya kwanza tulikutana na mziki mnene kweli kweli? Ni mchezo dhidi ya nani? Kwa mwenendo wa ligi yetu kwa kipindi hiki, kila timu unayokutana nayo ni ngumu. Na kila mechi sisi tunaocheza ni kama finali. Kwa hiyo hamnaga mechi nyepesi kwetu. Hakuna mechi ambayo ilikuwa tough kwa upande wenu tofauti na mechi zingine? Zote ngumu. Zote? Mechi zote ngumu. Ni mechi ipi ambayo unadhani ya kwamba kwa upande wako inaweza ikawa ni mechi ya kumbukizi kweli kweli kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025 katika duru hii ya raundi ya kwanza 25-26? Zote ngumu. Mechi zote ngumu kaka. Na safari ukipata pointi 3 nyumbani au away ni jambo la kushukuru sana. Ukipata pointi 3 ni jambo la kushukuru kwa sababu timu zote zimejipanga na timu zote zimefanya kufanya vizuri. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa sana. Vipi pale mnapokuwa mnakutana na timu kubwa za Simba lakini pia vile vile Young Africans, bila kuwasahau JKT Tanzania ni miongoni pia mwa timu kubwa naweza kusema, bila shaka na Azam FC nao pia wamo. Ushindani huo unakuwa ni ushindani wa namna gani hasa kwa nyinyi mnapoitazama? Ushindani unakuwa mkubwa kutokana na, unajua unapozungumzia Simba na Yanga unazungumzia timu ambazo zina top player, ni quality player kwa asilimia kubwa sana kulinganisha na timu nyingine. Sema hivyo kwa maana kwamba timu zingine hazina quality player lakini quality unatofautiana. Kwa hiyo siku zote unapoenda kucheza aina ya mechi kama zile za dabi, maana yake unakuwa na umakini mkubwa na maandalizi makubwa sana. Katika dabi ambazo umezungumzia, Mzizima dabi pamoja na Dar es Salaam dabi. Dabi ya kwanza mlipata matokeo, lakini dabi ya pili mlitoka kupata sare. Tunataka kufahamu experience na kitu ambacho mlikidhamiria msimu huu. Mechi yenu ya kwanza dhidi ya Simba Sports Club ilikuwa ni mechi ya namna gani? Mechi ya Mzizima dabi. Mechi za dabi mara nyingi huaga ni ngumu, na siku zote mechi za dabi yule ambaye amejipanga vizuri au ambaye ana quality nzuri ndio huaga anapataga matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi kama timu huaga tunaendaga kucheza dabi kwa lengo la kushinda. Lakini mwisho wa siku matokeo yote yanayopatikana pale ni aina ya mchezo. Huwa kuna furaha kiasi gani mnapokuwa mnazifunga hizi timu? Furaha ipo siku zote katika dabi, unaposhinda maana yake kuna kuaga na furaha kubwa. Kwa maana ni dabi. Dabi ni mchezo mkubwa sana tofauti na mechi zingine. Mechi dhidi ya Young Africans mlitoa sare, lakini mlionekana kama kuna baadhi ya matukio fulani na moment fulani uwanjani Young Africans walikuwa wanalalamika dhahi walinyimwa penalti ambayo alifanyiwa madhambi Prince Mpumelelo Dube. Kwa mawazo yako, kwa jinsi ulivyokuwa ukicheza uwanjani, lakini pia vile vile nataka kufahamu kwa experience na tukio ambavyo liliona, dhahiri ilikuwa walikuwa wanapaswa kufaidika na kile kitu ambacho kilichotokea?
Hayo mambo yote anajua mwamuzi wa mchezo. Mimi kama mchezaji kazi yangu ni kucheza na kufuata sheria ambazo mwamuzi anazisimamia. Kwa hiyo hukumu zote mtu wa mwisho ni mwamuzi. Kwa hiyo mwamuzi kama alisema sio penalti, maana yake sio penalti. Kama angesema ni penalti, maana yake ingekuwa penalti. Lakini wewe kwa namna ambavyo unatazama na experience ambayo ulikuwa nayo. Mimi sikuona. Unajua unapokuwa uwanjani sio matukio yote ambayo utaona. Kwa hiyo kwa lile mimi sikuona. Lakini kama mwamuzi kasema sio penalti, maana yake sio penalti. Wewe unajiandaa kiasi gani kuelekea kwenye michezo mikubwa ya namna hii? Huu ni takriban msimu wa pili na huo Pacome Zouzoua hatembei kabisa kwenye ile chati kwa upande wake. Aidha ataamua hakucheza mpira, alicheza mechi.